hotuba ya mambo ya ndani ya nchi bungeni inageuka kuwa hotuba ya kuzungumza kuhusu rais, kwamba wabunge wanamlinda rais asisemwe. Polisi wetu hawa askari, sisi hatuna ugomvi nao, hasa hao wadogo. Tuna ugomvi kwa sababu wanatumika, lakini personal kama chama tuna ugomvi nao kwa sababu polisi ni a noble profession, ni kazi takatifu. Kwenye dunia nyingine wanawaita man in uniform. Akiingia kwenye gari akakuta siti moja, wewe unamsimama unampisha yeye akae, kwa sababu risasi ikipigwa hapa, wakati sisi tunakimbia hivi kwa maisha yetu, yeye atakimbia kufuata risasi ili atulinde sisi. Wamekula kiapo cha kutulinda. Leo wizara ya mambo ya ndani badala ya kujadili kuhusu pensheni ya askari, badala ya kujadili kuhusu mshahara wa askari, mbunge wa viti maalum, badala ya kujadili kuhusu maisha ya askari, analipa mshahara milioni 18 mbunge. Askari analipa shilingi 400,000 ambayo posho ya mbunge kwa siku ni shilingi 600,000. Wanakwenda kujadili kuhusu mama anatukana. Hawa watu ambao wana bima ya kutibiwa mpaka Ulaya, badala wajadili hata askari akipigwa risasi akiwa anatulinda aweze kutibiwa walau Agakani, wanajadili kuhusu mama ametukana. Wizara ya mambo ya ndani, hotuba inageuka kuwa mama, badala ya kujadili maslahi ya askari, badala ya kujadili pensheni ya askari. Mimi nilikuwa bungeni, nimefanya kazi miaka 5 bungeni. Mimi na Neema, Dr. Slaa tumewahi kuwa bunge, mke amewahi kuwa mbunge. Tumemaliza ubunge tukapewa milioni 272 kwa miaka 5. Askari anafanya kazi miaka 30 akilinda uhai wetu, akistafu anapewa milioni 20-25. Wabunge wanakaa bungeni wanasubiri mwezi wa 6 wapewa milioni 400, badala ya kujadili maslahi ya askari huyu ambaye anatulinda sisi ili wale fedha zao, wanajadili kumtuma askari akatupige sisi Roma. Nchi imeraniwa hii. Watu wa Arusha, ukikubali sauti ya Chadema iwe silence, tutauzwa asubuhi. Hebu fikirie Arusha nyie. Hapa Arusha ndio kulikuwa na kiwanda cha General Tyres. Uongo kweli? Mimi nimezaliwa, baba yangu alikuwa na Land Rover. Tulikuwa tunatumia tairi za General Tyres. Alikijenga kiwanda hicho Mwalimu Nyerere. Kulikuwa na kiwanda cha radio hapa panaitwa Philips. Mwalimu alijenga hivyo viwanda. Mwalimu alijenga Chineries kwa ajili ya kuchakata pamba. Maana yake ni nini? Nchi inayojenga uchumi wake ni lazima nchi hiyo iwe na kitu kinaitwa basic industries. Usiwe nchi ambayo unaagiza kila kitu kutoka nchi. Kwa maana hiyo, tairi ilikuwa ikiisha Tarime kwa baba yangu kule, ananunua tairi ya General Tyre. Pesa inatoka Tarime inakuja Arusha, inaingia kiwandani. Ikiingia kiwandani inakuajiri wewe. Wewe ukipata pesa unajenga nyumba, unamwajiri huyu fundi. Huyu akipata pesa ananunua sukari kwenye duka la yule mama. Yule akipata pesa anamwagiza bodaboda alete pesa sukari nyingine. Pesa inazunguka miongoni mwa Watanzania. Leo tairi kisha pesa inatoka hapa inakwenda China kutengeneza ajira. Mtapataje ajira watu wa Tanzania? Mtapataje ajira watu wa Tanzania? Kama Mwalimu aliweza kutengeneza tairi za magari, leo nchi hii kuna bodaboda kila kijiji. Hatuna hata uwezo wa kutengeneza tairi ya bodaboda. Tairi kisha Kemakolele Tarime, basi inatoka Kemakolele na kwenda kwa juu China kufuata tairi. Alafu tuna viongozi wanajiita viongozi, wanatutisha sisi tunaosema mambo haya kwa sababu wameshindwa kuongoza nchi. Haiwezekani.